Hello rafiki, ni wakati bora kabisa kuwahi kutokea. Asante kwa kutenga muda wako kufuatilia mfululizo wa mafundisho ya Next Level Mentality. Ni wiki nyingine yenye episode nyingine kabisa mpya. Tumeendelea kubarikiwa kwa episode zote zilizopita. Naamini pia episode hii itakuwa ni ya baraka kwako. Mwalike rafiki yako, share naye link. Otherwise, comment, like, subscribe pia kama bado, ili uwe sehemu ya familia ya Next Level Mentality. Umebarikiwa sana. Karibu darasani. Amen. Kwa sababu ya kutupa nafasi tena ya kujifunza, tunaomba na kupokea kwamba macho ya mioyo yatiwe nuru. Kila ambacho Kristo amekifanya katika kufa na kufufuka kwake kinakuwa halisi sana kwetu, kiasi kwamba utambuzi wetu unakuwa halisi kwenye kuona kile ambacho amefanya. Haitakuwa ngumu, hakutakuwa na confusion kwenye kusikia kwetu na kwenye kutoa kwetu. Kwa sababu ya utendaji wa nguvu zako, tunaamini ya kwamba neno litakalokuwa shared itakuwa halisi katika maisha ya kila mtu atakayesikia na atakayetazama, katika jina la Yesu. Tunao wakati bora zaidi katika Bible study ya leo. Amen. Karibu kwenye our Thursday class. Tuko kwenye series ya Introduction to God's Plan for Salvation. Wiki iliyopita tulizungumza kidogo juu ya a believer is a new creation, ndio? Muamini ni kiumbe kipya. Kwa tukasema hiyo ndo asili yetu katika Kristo, na tukasema ule upya ni kwa sababu sio unakuwa kiumbe kipya kwa sababu siku moja utazeeka. So I'm a new creation that is I'm a new creation that's about to get old. No, ni asili ya Mungu ndani ya mtu, ita new creation. Basically, lugha rahisi ya new creation ni roho wa Mungu kwa ndani ya mtu. Kwa hiyo tukawa na muda mzuri sana na tukaangalia relevance yake, na nafikiri tuliruka kidogo tukaanza kuangalia application kwenye real world view, ndio? Ya nini maana ya kuwa kiumbe kipya na kwa nini Mungu aliweka mpango wa kiumbe kipya. Leo tunataka kuangalia a believer has access with God. Muamini yuko ndani ya Mungu. Nafikiri Kiswahili ambacho kinakaribia sana na a believer has access with God. Muamini yuko ndani ya Mungu. Warumi 5 mstari wa 2. Romans chapter 5 verse 2. Warumi 5 mstari wa 2. Kuna maneno ambayo Paulo ameandika pale kwenye Warumi 5 mstari wa 2. Anasemaje? Ambaye kwa yeye, in fact muktadha hapa ni discussion ilikuwa ni juu ya Kristo. Kwa maana mstari wa kwanza anasema, basi tukiisha kuhesabiwa haki itokayo kwa imani, mwe na amani na Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kiswahili kidogo ina miswaga hapa kwa matumizi ya neno mwe na amani na Mungu, kwa sababu kiangalia neno la Kigiriki pale haihusiki na kama kitu ambacho nakitarajia kitokee, na inahusika na kitu ambacho kimeshatokea. Ndio maana King James wameiweka vizuri kwa kutumia therefore being justified by faith we have peace with God. Mbona we have so mwe na amani na Mungu ni kama vile ni wish, ni kama vile kitu ambacho tunakitarajia, lakini Kiingereza kinasema we have peace with God. Actually ukiangalia kwa neno have hapa ni to possess, ni kuwa nacho. Sio kitu ambacho unakitafuta, ni kitu ambacho ni asili yako. We have peace with God kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa ni kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Chini yake anamuelezea huyo Bwana, anasema ambaye kwa yeye tumepata kwa njia ya imani kufikia neema hii ambayo umesimama ndani yake. Asikia Kiingereza anasema by whom also we have access by faith. Access by faith into the grace we stand in. Basically, kuna maneno mawili ambayo ni vizuri kujua wakati wote tunapozungumzia masuala ya imani. Jambo la kwanza ni neema, jambo la pili ni imani. Neema mara nyingi inazungumza upande wa Mungu. Katika mambo yanayohusu imani, Mungu ndio mtoaji. Neno neema
Kigiriki chake ni charis, inaandikwa charis, CHARIS. Kuna watu wanaita charis siku hizi. Yeah, tumeadvance siku hizi majina, tunambaka watu wanaita charis. CHARIS, charis, ambapo basically ni gift au present, ni zawadi. Ni zawadi. Hiyo ndio lugha rahisi kabisa ya kuita charis au grace, ni zawadi. Kwa hiyo ukiangalia masuala yote yanayomhusu Mungu, Mungu ana uhitaji. Mungu ndio mtoaji. Kwa Mungu yuko gracious. Mungu anayo neema, au Mungu ni mwenye neema, mwingi wa neema. Basically, God is a giver. Kwa kama God is a giver, ina maana mwanadamu imani yake ni kupokea, au response yake ni kupokea. Hiyo ndo imani. Imani ni kumtazama Mungu kama mwaminifu katika kutoa. God is faithful in his giving. He is gracious. Mungu anayo charisma. Mungu ni giver. Hiyo ni tabia yake ambayo ni permanent. Ni maneno ambayo kila mara yakitumika pamoja, imani inaonyesha upande wa mwanadamu, alafu neema inaonyesha upande wa Mungu. Kwa hiyo we have access by faith. Kwa faith inatupa access into the grace of God. Imani inatupa kupokea kile ambacho Mungu anatoa. Na kati ya kitu ambacho Mungu kwa hiyo imani ndio inatupa access ya kuwa katika neema ya Mungu, au kupokea neema ya Mungu. Imani. Na alisema maana imani simply nikisema ni kinyume na kutojiamini, kind of nzito, lakini ni kumwamini mwingine. Ni kumwamini mwingine. The faith pale is to see the other one is able to do and willing to do. Unamuona akiwa tayari kufanya, na unamuona Mungu akiwa na uwezo wa kufanya. Hiyo ndio inaitwa imani. Unamtazama Mungu kwamba ana sababu zote za kutenda alichosema atatenda, na ana uwezo wote wa kutenda kile ambacho amesema atatenda. Hiyo ndio imani. Kwa tunamuona Mungu kama mwenye uwezo. Tulisema willingness and capacity, au faithfulness and capacity. Uwezo wa Mungu kutenda pamoja na ile uaminifu wake katika kutenda. Mungu hayumbi kwa maana ya uaminifu, Mungu hayumbi kwa maana ya uwezo. Tuko sawa eh? Kwa by faith we have access into this grace. Kufikia neema hii ambayo mnasimama ndani yake. Actually unasimama ndani ya hiyo neema. Kwa wengine na kutoka, unasimama ndani ya hiyo neema. Kwa kwenye hii access is access ambayo ni permanent. Unasimama ndani ya hiyo neema. Sasa nisema tuangalie matumizi ya haya maneno mawili. Haya ni muhimu sana, grace and faith, kwa sababu kusoma kwenye Efeso, the letter to Ephesus, Church of Ephesus, Paul anaandika wa Efeso 2:8 na 9. Kiswahili anasema kwa maana ameokolewa kwa neema. Umeona tena neema imetajwa? Kwa maana ameokolewa kwa neema. Basically leo ni upendo wa Mungu, upande wa Mungu, si ndio? Kwa njia ya imani. Imani ni upande wa nani? Mwanadamu. Akasema ambayo haitokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Maana ndio kipawa imetumika cha Mungu. Akasema wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Kwa hiyo ikifika swala la ukombozi wa mwanadamu, Mungu ndio mtoaji. Na hiyo ni wingi wa neema yake. Popote ambapo kuna neema ya Mungu, kuna utoaji wake. Paulo ameandika pia hiyo kwenye Tito 3:4 na 5. Tito 3:4 na 5. Titus 3:4 and 5. Anasema, lakini wema wake Mwokozi wetu Mungu na upendo wake kwa wanadamu ulipofunuliwa, alituokoa. Angalia wokovu ulipopatikanaje. Wema wake Mwokozi wetu Mungu. Nani hapo ni mwema? Mwokozi wetu Mungu. Hapa akasemaje? Akaendelea kueleza huo wema wake na upendo wake kwa wanadamu ulipofunuliwa, alituokoa. Kwa salvation is a product of God's
mercy and love. Akasema kwenye mstari wa 5, not by works of righteousness, kama Waefeso 2 alivyosema, si kwa matendo, si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyotenda sisi, bali kwa rehema yake. Nilisema neno rehema pale, neno la Kigiriki, Kiingereza mercy, Kigiriki ni eleos. Eleos inaandikwa E-L-E-O-S. Maana yake ni msaada unaotoa kwa mtu ambaye ni miserable, mtu ambaye hajiwezi. Hiyo inaitwa nini? Ni rehema, mercy. Ni huruma, to be compassionate to the person who cannot help himself. Kwa hiyo tunasema hivi, when it comes to salvation, men are helpless. They need what? Mercy. They need eleos. They need someone with compassion. They need someone who will be propelled by the love to do. Ndio sawa? Mwanadamu hawezi kucontribute, hawezi kumshawishi Mungu when it comes to salvation. Mwanadamu ni hopeless, that's my useless. So ni hopeless, no quality. Kwa hana uwezo wa kujiokoa. Kwa Mungu akimtazama mwanadamu kwa jicho la ukombozi, mwanadamu anahitaji nini? Msaada. Iko sawa? Mwanadamu anahitaji msaada. Mungu ndio ana extend mkono wake kwa mwanadamu ambaye anazama. Hiyo ni compassion, hiyo ni eleos, hiyo ni mercy. Tuko sawa? Kwa hiyo ndio maana anasema hivi, lakini but after the kindness and the love of God our Savior toward man appeared. Actually, kindness and love of God our Savior iliapia wapi? Ni vizuri kaelewa appearance ilitokea wapi. Is it baadaye au ishatokea? Itaturajibiwa vizuri na Yohana 3:16. Yohana 3:16, John 3:16. Actually unaweza ukaenda mpaka 18 kwa ili kupata context. Haya ni maneno ambayo Yesu alikuwa anaongea na Nicodemus usiku wa manane. Baada ya mtumishi wa Bwana kwenda usiku kupata shule. Na madarasa ya mchana alikuwa yana scare. Kiongozi wa dini ataka kupata shida. Kwa kilichotokea ni kwamba alipofika pale, Yesu akaanza kuongea naye kwa habari ya kuzaliwa mara ya pili, kuingia katika ufalme wa Mungu. Then anamalizia kwa kufundisha ni namna gani mtu anazaliwa mara ya pili au anaingia katika ufalme wa Mungu. Mstari wa 16 anasemaje? Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanao pekee. Angalia, aliupenda ulimwengu. Actually, upendo ndio kile tunaona kwenye Tito nini? Lakini wema wake Mwokozi wetu Mungu na upendo wake kwa wanadamu ulifanya nini? Ulipofunuliwa, alituokoa. Na unaona haya maneno alituokoa utaiona pia kwenye Yohana 3:16-18. Kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanao pekee ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Basically huo ni wokovu. Uzima wa milele ni sawa na kuokolewa kabisa au kutopotea. Ukisoma kuanzia 17 anasemaje? Kwa maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili aje afanye nini? Ahukumu ulimwengu. Anasemaje? Bali ulimwengu uokolewe kwa yeye. Mbona wokovu? Uokolewe kwa yeye. Ni zao la nini? La upendo. Kwa maana jinsi Mungu alionyesha upendo wake kwa wanadamu, aliupenda ulimwengu. Alafu akasemaje? Amwaminie yeye hahukumiwi. Asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa kwa sababu amefanya kosa gani? Hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Mbona imani sehemu mwanadamu hakuliamini. Kuamini ni kwamba I really take serious what you are saying. I don't have doubt. What you are saying is true. You did or you will do it. Kwa hiyo tunaingia katika neema hii ya Mungu au tunapata kufaidia neema ya Mungu kwa kufanya nini? Kwa kuamini. Kwa hiyo tunajua neema ya Mungu imetolewa kwa ile wanadamu wote, lakini si wanadamu wote waliopokea neema ya nani? Kwa ndio maana nasema kwa nini watu wote duniani hawajaokolewa wakati Yesu amekufa kwa ajili ya watu wote? Ni kwa sababu sio watu wote walio extend mkono walipotaka kusaidiwa. Imani. Kwa imani
ni Mungu anapoleta mkono wa kusaidia, you respond by I also want that. Hiyo ndio neema ya Mungu, hiyo ndio imani. Tunasema mwamini yuko ndani ya Mungu, tunaiona kwenye Waefeso 2. Tukirudi Waefeso 2, Ephesians 2 18 hadi 19. Waefeso 2:18 hadi 19. Angalia haya maneno yanayotumika hapa. Paulo anaandika, kwa maana sisi sote kwa yeye sisi sote tumepata njia ya kumkaribia Baba katika roho mmoja. For through him, Christ again, we have access by one spirit unto the Father. Kwa hiyo kwa njia ya Yesu Kristo sisi wote, neno kumkaribia Kiswahili imefanya iwe chini kidogo, ni kama vile unaenda. Neno access sio kama kitu unachokifanya. Nikisema, kwa sababu nataka tuone changamoto ya Kiswahili kidogo. Kumkaribia, unajua watu wengi zamani ilikuwa najua kumkaribia Mungu ni kwa njia ya kuomba. Nasema jamani, sasa tuanze kumkaribia Mungu sasa kwa njia ya maombi. Lakini matumizi ya kumkaribia hapa, ndio maana Kiswahili natumia neno access. It's not going toward. To have access means namba nasoma Kigiriki. Na Kiswahili kinanimalizia maneno. Hiyo ni Wakolosai ngapi? Waefeso ngapi? 2:18. We have access. Neno access ni neno la prosagoge. Prosagoge. P-R-O-S-A-G-O-G-E. Prosagoge. Ambapo actually maana yake ni admission. Sasa kwa kupata admission, muona sehemu kwenye maofisi wanasema no admission for so and so. Sindio? Maana yake hiyo sehemu haikuhusu, yaani mwisho wako ni pale ambapo imeandikwa no admission for so and so. Kwa hiyo sema no admission, no nini there. No, wafanya kazi jamani, no admission nasema kwa nani? Nani haruhusi kuingia? Unauthorized personnel. Kwa mtu haruhusi kuingia kule. Maana yake huna access. Maana kule haukukuhusu. Kwa access actually haihusiani na kutembea. Inahusiana na haki ya kuwa sehemu ya mahali fulani. Yaani hiyo sehemu yako ya kawaida kuwepo. When you are granted access, it's not like you are walking. Kwa hiyo ukikutwa ndani ambaye who gave you access, who gave you right of admission. Sawa? Sasa ukitaka kujua kwamba hii sio movement, ni kwa sababu amesema kwa roho mmoja. Na tunajua hatui na roho alafu baadaye tusipokuwa hatui na roho, we don't get the spirit and then you lose the spirit and get the spirit. Hiyo access ingekuwa tu inakuja na kuondoka, inakuja na kuondoka. Lakini amesema tumepata kwa njia ya kumkaribia Baba katika roho mmoja, by one spirit. Kwa access pale in this context ni union. Kwa sababu kuwa na roho wa Mungu ni kuwa united with the Father. Hiyo ndo maana ya access. Ndio maana akasema hivi, mwamini yuko ndani ya Mungu. Hiyo ndo access. We are united. We cannot be separated. So hii admission ni hatari kwa sababu sio unaingia kwenye chumba. Yaani kama ingekuwa ni kuingia, basi ni unaingia kwenye chumba na chumba kinaingia ndani yako. Unakuwa united. Sasa angalia matumizi ya haya maneno access. Anasema sisi sote tumepata kwa njia kumkaribia Baba katika roho mmoja. Kwa hii ni to be in a place which is permanent.
Sio unakuwa granted access alafu baadaye unakuwa denied access. Unajuaje? Kwa sababu sorry, mstari wa 19 ni very explanatory. Imetumika maneno mazuri yenye uhakika. Anasema basi tangu sasa. Mwana tangu sasa Tangu sasa. Maana yake ni jambo la leo na kuendelea. Ni kukupa utambuzi ya kwamba you have something. Tangu sasa ninyi, akasemaje? Si wageni. Kwa nani hana access? Mgeni. Lakini ninyi si wageni. Kumbuka ni kwa sababu ya nini? Roho. Ninyi si wageni wala wapitaji, bali ninyi ni wenyeji. Mwana hiyo access Si wageni, amesema what is not and what is. Si wageni wala wapitaji, bali ninyi ni wenyeji. Alafu asemaje? Sio peke yenu tu, pamoja na watakatifu. Maana yake we share the access in the spirit. Hii neno pamoja maana yake kila mwamini we share one spirit of God. Yaani huna superior spirit of God kuliko mimi, na sina superior spirit of God kuliko wewe. Ndio maana sisi ni family kwa sababu ya huyo Roho. Angalia, pamoja na watakatifu. Alafu akasemaje? Watu wa nyumbani mwake Mungu. Sasa ukitaka kuelewa kinachozungumzia hapa, unaangalia uzito wa haya maneno. Kiswahili kinaweza kupeleka maboya. Ngoja tuangalie maneno yaliyotumika hapa. Kwenye 19 anasemaje? Now therefore you are no more strangers. Neno stranger ni neno xenos. Wangapi wanakumbuka xenophobia? Xenophobia maana yake nini? The fear of strangers. People who you don't share what? The common origin. Si ndio? Kwa katika Kristo waamini wote sisi sio xenos. We share the same origin, one spirit. Xenos, a foreigner or a stranger. Actually inatumia kwa ajili ya nini? Nilikuwa naambia juzi watoto wanisaidie. Alien. Ndio kati yale maneno yananitesa. Nilikuwa naita alien. Ni kama atheists. Nilikuwa naita atheists. Nimesema sana mpaka mtu mmoja akanichana. So sio atheists. Ni nini? Atheist. Sasa kwa nini mnatesa ndimi jamani? Ni atheist. By the way, hawamwamini Mungu. Kwa hiyo atheist. God, atheist. Alafu nyingine nilikuwa naita land. Land. Kumbe ni land. Nani mchungaji mmoja yuko Bukoba alipiga. Alafu apostle sio land, ni land. Najua Watanzania mnateseka na Kiswahili lakini Kiingereza lakini hamna no. Ulielewa lakini sawa, ni land sio land. Sasa na hiyo atheist sio atheist, atheist. Na hii ni alien. Sasa mimi bwana nasemaga alien. Sasa ndio hivyo akina David wao wananichana. Siku moja nikasema you need to have patience. So that is not patience. It is patience. Sasa na mimi ndo nimelipa ada. Afu na ninyoosha. So we are not the aliens. Sawa we are not the xenos. Kind of uhakika fulani. Sisi sio xenos. Usijishtukie. Au sio? You are not a stranger. You are not a foreigner in the kingdom of God. Mungu hatuoni kama maforeigner. Sawa Yeah. We are not the foreigners. Hiyo neno pale nini? Nyie si wageni. Ni xenos. Sawa We are not, tunaonekana watu wa nyumbani kabisa. Akasemaje? Wala wapitaji. Neno wapitaji pale ndio imetumia pia neno foreigners kwenye Kiingereza, lakini in a different language kwenye Greek. Neno paroikos. Ile xenos ni XENOS, paroikos ni na yenyewe inatumika kwa ajili ya an alien resident. Ni mtu anaishi sehemu lakini sio kwao.
Ni kama vile mtu atoke Marekani alafu akaja akakaa Mikocheni, lakini sio kama kwao. Kwa hiyo ni nani? Ni paroikos. Pale alipo sio kwao. Is a dweller but an alien resident. Anakaa mahali lakini hana uhakika. Wewe nikwambie, unajua Wakristo wengi kwenye ufalme wa Mungu wanachukulia kama paroikos. Ndio maana hawana uhakika. Yaani ni kama vile wako ndani ya Kristo lakini hawana uhakika. Ndio wakiwauliza hivi, wangapi leo wakifa wataenda mbinguni? Basically, Wakristo huwa wanachekesha sana. Ukienda kuuliza wangapi wameokoka, nyosha mikono kama kanisa zima hivi. Na sometimes I like that statistics. Tangu nafundisha mpaka kufanya inspiration, I just like to ask questions. Kuona kama watu wanaelewa wanachokifanya. Kwa nauliza wangapi hapa wameokoka, kanisa zima linyosha mikono. Kwa sababu wote walikuwa wanaenda kwa lugha wakati ibada. Alafu kwa swali la pili, wangapi leo Yesu akija wataenda mbinguni? Unakuta robo tatu ya kanisa wamekata. Unauliza shida ni nini? Mbinguni sio lele. Lakini wakianza kuimba mbinguni ni kwetu, mbinguni ni kwetu. Kwenu lakini una uhakika kama utaenda. In fact, Biblia basically cha kushangaza haitufundishi kujiandaa kwenda mbinguni. Biblia inatuambia sisi ni wenyeji. The Bible does not teach heaven at last. It teaches heaven at the beginning. Ndivyo Biblia inafundisha. Na kwenye hii tutaona hivyo vitu. Haifundisha kwamba Mkristo sio mtu anayepambania kwenda mbinguni. Yaani ogopa sana ukifundishwa kwamba unatakiwa kupambana kwenda mbinguni. Wote wanaopambana kwenda mbinguni hawataenda. Sehemu pekee ambayo unaweza kupambania kwenda ni jehanamu. Ukipambana unaenda jehanamu. Kwa nilisema siku moja, hakuna sehemu ngumu kwenda kama jehanamu. Kwa sababu inabidi upambane uende jehanamu. Sio kama umeelewa. You have to try. When you are trying to go to heaven, you go to hell. Sio unaelewa? Kwa sababu you have got to trust yourself. And those who are in heaven, they don't trust themselves, they trust God. They have faith in God. Umeelewa maana yake? Ukimkuta anasema hivi, yaani sijui kama tutafika. Yaani mbinguni sio lele mama, ndio hataenda. Naambiaga kwanza sio lele mama tu lele babu. Hamtaenda. Lakini heaven is for believers. Those who say we cannot by our own power, but by his mercy, his love, his grace, his redemptive activity, his sacrifice. Hao ndo raia wa mbinguni. Ila raia wa jehanamu ni wale wanaojitahidi kwenda. Ngoja nikwambie. Niliwahi kuambia hivi, deception of the enemy iko hivi tangu Genesis, tangu wakina Adam na Hawa. Deception ya shetani ni hii. Anataka ujitahidi kupata kile ambacho Mungu ametoa bure, ili kwenye kujitahidi kwako ukose. Okay, kwa mfano, mtu kuwa na sura na mfano wa Mungu, is that not the plan of God? Si ndio? Kwa waliambiwaje? Ukila matunda ya mti huu ambao ameambiwa asile, utafanya nini? Utafanana na Mungu. Was it wrong? Alivyo ndivyo tulivyo katika ulimwengu. Is a plan of God kwamba in Christ we receive the image of God. Tunafanana naye. Iko sawa? Lakini ile image of God, shetani anataka utafute kwa njia ambayo utaipata. Kwa Mungu anajua Mungu anajua when you go through the wrong way you get it. Kumbe they don't get it. Ndio maana Yesu wakati anaongea na Wayahudi aliwaambia, mwachunguza maandiko, Yohana 5:39-40. Mwachunguza maandiko kwa sababu mwadhani ya kwamba ninyi mna uzima wa milele ndani yake. Uzima wa milele ndio point ya. Uzima wa milele ndani yake. Kwa wanaposoma maandiko watatafuta nini? Uzima wa milele. Lakini wanatafuta kwa jitihada. They read it wrongly to find what? Eternal life wrongly. They won't get it. Yesu anasemaje? Wala hamtaki kuja kwangu. Ndio. Asema ili
Asema na hayo, asema mwachunguza maandiko sababu madhani ya kwamba ninyi mna uzima milele ndani yake. Asemaje? Na hayo ndio anayonishuhudia. They avoid Christ looking for eternal life. Umeelewa? Kwa ni kweli wanasoma kutafuta uzima wa milele, lakini by avoiding what? The plan of God which is Christ. Wanatafuta uzima wa milele kwa kumkwepa Kristo. Hiyo ndo kazi ya shetani tangu mwanzo. Mungu anasema matunda yote waweza kula isipokuwa huu. Okay, walipoambiwa waweza kula, mti gani ulikuwa pale? Mti wa ujuzi wa mema na mabaya na mti wa uzima. Lakini akaambiwaje? Najua ukila huu utafanana na yeye. Maana yake kufanana na Mungu na uzima wa milele. Kuwa na roho wa Mungu ndani yako. Sababu roho wa Mungu ndio identity, si ndio? Ya Mungu. Si ndio ahadi ya Mungu ndio hiyo. Lakini what was the miss? They were told by God, this is not the way, this is the way. Wakasemaje? We take this way to get what God said. If we take this, you get eternal life. But no, get this way to get eternal life. Even the preachings today zimekaa hivyo hivyo. Ngoja, kila mtu anatamani kwenda mbinguni, si sawa? Ila sasa njia ya kwenda mbinguni, tutumie tu matumizi ya kwenda mbinguni. Njia ya kwenda mbinguni ni kwa njia ya nani? Yesu Kristo. Okay, watu wengi wanahubiri waendeje mbinguni? Kwa matendo yao. Jitahidi usije ukaachwa. Mbinguni sio lele mama. Kwa kweli honest, unakuta watu wanajitahidi kupambana waende wapi? Mbinguni. Si ndio? Is that deception? Yes. Heaven ndo anachokitaka. Lakini mbinguni ni kwa nini? Kumwamini Yesu Kristo. Okay, mpango wa Mungu ni katika Kristo. Mpango wa adui ni nini? Kwenye jitihada zako. Ndio maana the opposite of faith is works. Mbona kinachotokea? Kwa hiyo ndo play iliyoko pale tangu Genesis. Ndio maana Yesu akamwambia kama mngepay attention na Musa, mngenielewa. Kwenye hiyo 5 hiyo tuliyosoma hapo, 5 Yohana 5:39-40. Akisema 40 hata wasema hivi, kama sio mimi nitakayeshtaki Musa mnayemtumaini ninyi. Kama mngalimwamini Musa, mngeniamini mimi kwa sababu Musa aliandika habari zangu. Lakini they were looking to fight Jesus whom Moses pointed that he has eternal life. Mbona shida iliyoko pale? So adui ni kwamba anataka watu wakwepe kile ambacho Mungu anafanya ili wapate nini? Uzima wa milele. Kitu hicho watu wanataka kutafuta nje ya nini? Mpango wa Mungu. So destination ni moja, lakini Mungu ameweka njia yake, lakini adui amediscuss kutengeneza njia mbalimbali za kutafuta kwa jitihada kile ambacho ametoa Mungu bure. Hiyo ndio inaitwa nini? Unbelief. Since Genesis Mungu ana shida na mtu kufanana na yeye. So by the way, huo ndio mpango wake. Ndio maana hizo ndio nini? Mzaliwa wa kwanza kutoka kwa wafu. Anaitwa mzaliwa wa kwanza wa ndugu wengi. Neno mzaliwa wa kwanza pale neno prototokos, a prototype where all others will look like. Kwa Yesu Kristo mfufuka alitaka tufanane na yeye. Ni mpango wa Mungu tufanane na Mungu. Lakini you can seek it wrongly. Umeelewa shida iliyoko pale? Halo? Kwa hiyo mtu anatafuta kuwa mwenyeji, yani ni sawa, ngoja nikwambie the other play. Nikupe mfano. Ni sawa na Mtanzania sasa hivi. Yuko Tanzania. Ni vizuri kulipa kodi kama Mtanzania. Si sawa? Ni vizuri kufanya mambo ambayo serikali inaagiza kama Mtanzania. Si sawa? Do you know what if nikijitahidi kulipa kodi ili niwe Mtanzania? Mbona? Okay. Practically haufanyi mema Tanzania ili uwe Mtanzania. Unafanya kwa sababu ni Mtanzania. The play of word kwenye ufalme wa giza ni nini? Jitahidi kulipa kodi ili uwe Mtanzania. Actually, namba 1, you have to doubt that you are not a Tanzanian. Kwa umezaliwa, you are born into the nation, but you are trying to gain the entrance and access in the nation. Hiyo ndio shida ya Wakristo. Wanapambania kupata kile ambacho walizaliwa ndani yake. Kwa hata walioamini wengine wanateseka. Ndio maana Wagalatia walikuwa na shida hiyo. Waliamini alafu baadaye wanaishi kwa nini? Kwa jitihada. Ndio maana uwe makini hata baada ya kuokoka. Unaweza ukaanza kupambania kwenda mbinguni wakati umeamini.
Ni nini? Hiyo inaitwa nini? False doctrine. Inaweza kuhinder your understanding. Iko sawa eh? Hiyo ndio shida ya Galatia. Okay. Kwa anasema hivi, sisi sio paroikos. Sio wapitaji. We are not dwelling. Sisi sio kama mabalozi tunapelekwa mahali alafu tuna muda wetu kisha tunaondoka. We are not the alien dwellers. We are what? Akasema neno lingine pale, we are the fellow citizens. Neno fellow citizen, actually a citizen pale ni polites, lakini fellow citizen ni sum polites. Sum polites. SUMPOLITES. Sum polites. Maana yake neno sum polites ni to be a native of a same town. To share nativity. Maana yake we are all the citizens of heaven. Watu wa nyumbani mwake Mungu. Watu wa nyumbani mwake Mungu. We are of the household of God. Kwa hiyo sisi ni familia ya Mungu jamani. Haleluya. Sisi ni familia ya Mungu. Mungu ni baba yetu. Tunajuaje? Kwa sababu ya Roho wake. Indwelling ni very important kwenye doctrine ya Kristo, kukaliwa na Roho. Angalia kwenye Waebrania 4 mstari wa 14, Hebrews 4:14. Anasemaje? Basi iwepo tunao kuhani mkuu aliyeingia katika mbingu, Yesu mwana wa Mungu, na tuashike sana maungamo yetu. Anasema tunaye kuhani mkuu aliyeingia katika mbingu. Nataka nikuonyeshe kitu hapa kwamba kwa nini tunamwangalia aliyeingia katika mbingu? Kwa sababu kila kitu ambacho Kristo amekipata au amekipitia katika ukombozi wetu ni kwa ajili yetu. Kwa by identification tumepita huko kote. Ndio maana tunaweza kujisiria kusema tumesulubiwa pamoja na Kristo japokuwa hujawahi kwenda kwenye msalaba. Tumefuka pamoja naye lakini hujawahi kuona kaburi. Hiyo inaitwa doctrine of identification. Ni kuchukua utambulisho wake kana kwamba umepitia yote aliyopitia. Ni utambulisho wako. Ambao basically sio theory tu, inafanya kazi kwenye maisha yako. Kristo ni halisi ndani yako. Unajua kwa nini? Roho yule aliyefufua Kristo anakaa ndani yako. Kwa basically unaweza, kwa mfano Eric yuko pale. Eric anaweza akasimama mahali, akasimama kama Eric au akasimama kama Kristo yuko ndani yake. You choose. Ndio anasemaga hivi. Unajua kwa nini watu wengi wanateseka na laana za ukoo? Kwa sababu mara zote unaamua Juliana anasimama kama Juliana anapodili na mambo ya kiroho. Basically zitakupiga. Umesikia? Zitakupiga. Iko sawa? Okay, lakini anaweza akasimama kwa identity ya nani? Kristo. Unajua kwa nini? Sio dhahania, roho wa Kristo yuko ndani yake. Kwa naweza nikachagua kuexpress shemeji au kuexpress Christ in me, Kristo ndani yangu. Naweza nikaamua kutembea katika utambulisho huo. Nikitembea katika utambulisho wa shemeji, I'll be weak, I'll be defeated. Si ndio? Nikitembea katika utambulisho wa Kristo ndani yangu, I'll be powerful. Nitaanza ku exercise authority ya Kristo. Sasa mara nyingi wa Kristo wakianza kuhubiriwa mahubiri ya ajabu ajabu, una laana za ukoo. Sasa mimi nachangaa kwenye laana za ukoo. Hivi kwa nini atuambiaje tuna baraka za ukoo? Kwa sababu babu zetu walimiliki mang'ombe 2000. Mbona hizo atuambiwaje? Kwa nini hiyo laana ya mang'ombe sio laana? Hiyo baraka ya mang'ombe atuambiwi. Eti jamani. Babu yangu sio tu aliobudu miungu, alikuwa na mifugo 2000. Wajua sasa hivi kupewa ng'ombe 2000 ni hela nyingi sana. Wanipe tu ni convert. Wasinipe tu laana za ukoo, wanipe na baraka za ukoo. Yaani laaniwe niwe na hela kama babu yangu. Ng'ombe 2000. Nikiuza hata ng'ombe mmoja, ngoja nifanye hesabu kidogo hapa. Si nimekubali niwe na laana yake. Sawa, basi naombe nipende na baraka yake. Kwa maana nyingi tunawaza nini? Material, si ndio? Yeah. Okay, sawa. Babu yangu alioa wake wawili. Hamna noma. Babu yangu alioa wake 7.
Okay, wawili. Okay. Sawa. Lakini alikuwa na ng'ombe ngapi? 2,000. Basi tuuze basi kila ng'ombe bei gani? Milioni 1 tu. Sio hata nyingi. Wale madume makubwa makubwa. Ni 2 bilioni. Kuna koma 1, kuna koma 2, kuna koma 3. 3,3,3,0,0. Ni 2 bilioni. Kwa nini msinibarikie na hizo 2 bilioni? Kwanza unaona anavyoact ni mizimu ya babu yake. Kwa nini? Na ili uwe na ng'ombe 2,000 inabidi una sehemu kubwa ya malisho. Unakuja mjini hapo kumiliki kihamba, una struggle. Kama laana za babu yangu zinakuja juu, kwa nini na kihamba na struggle kupata? Lazima uwe na big land, si ndio? Mbona hatuambiwi na tuna big land? Na ndio maana Yesu na ndio maana Ezekiel kwenye sura ya 18 Ezekiel alisema msitumie tena mithali katika Israeli. Anasema kwamba watoto wazee wamekula nini? Zabibu mbichi, alafu ganzi imewapata nini? Watoto. Kwa sababu kila mtu atakufa kwa nini? Kwa maovu yake. Aliconfront that. Kwa hii doctrine ya laana za ukoo hata Wayahudi walipambana nayo. Kiasi kwamba prophets has to say later. Kama jamani, kila mtu atakufa kwa uovu wake mwenyewe. Bwana asifiwe. Yeah, because that's very important. Now it's now powerful kwamba I'm in Christ. Niko ndani ya Kristo. It's now powerful. Well, I'm not proud of my identity as Molel because I have a better identity. A man in Christ. Nimeungwa pamoja nani? Na Kristo. Kwa nini sitembee na hiyo? Kwa sababu ukoo wa Molel hauna authority juu ya magonjwa. Lakini Kristo ndani yangu ana authority juu hiyo. Ukoo wa Molel hauwezi kusema kwa jina la Molel mapepo yakakimbia. Lakini Kristo ndani yangu ni mamlaka. Sio kama unaelewa? Ni mamlaka juu ya nguvu za giza. Kwa nini nisi embrace my reality in Christ? Kwa nini si identify na yule aliyekufa na kufufuka kwa ajili yangu ambaye anakaa ndani yangu? Mbona shida inapokuwa hivyo? Kwa hiyo actually watu wengi sana ambao wana embrace hilo eneo la asili yao ya nyama, blood and flesh, mara nyingi they go in the long ride of struggle. And practically mimi kama mtumishi wa Mungu nimefanya huduma kama miaka michache tu, mwaka 2004 ndo nimeanza. Miaka 20 hivi, kidogo sio mbaya. Unajua, nimeona watu wengi wana struggle sana na mambo ya laana za ukoo, wana matatizo chungu mzima kila siku. Now, I met this sister. Alikuwa anabana kitabu likubwa namna ya kujifungua mwenyewe. Kujifungua mwenyewe. Nimesoma tu nikashtuka, kujifungua mwenyewe. Na anajifungua mwenyewe sawa. Sawa. Anasoma hicho kitabu miezi miwili, lakini kila siku anaota ndoto za hatari. Alafu alienda mbali kiasi kwamba kilala anaota ndoto 7. Kwa sababu anaomba usiku wa manane, anaanza kutamka najifungua. Sio nini? Laana za ukoo, mizimu. Ninasoma hapa, hata ukitafuta mizimu imetajwa mara ngapi kwenye Biblia, unashangaa. Lakini mtu mizimu, jina langu lilofukiwa kaburini, jina langu waliloandika kwenye ukuta, jina langu. Where do you get this nonsense? Hivi unajionaje kwamba watu wanaangaa kuandika majina yao kwenye ukuta? Kwanza unakuta mtu mwenyewe hana hata chochote anachofanya duniani, nani anaandika jina lako kwenye ukuta? Haumtishii mtu yeyote, lakini jina lako limeandikwa kwenye ukuta. Hela una, maisha hauna, alafu jina lako limeandikwa kwenye ukuta. Yaani nani huyo mwenye kichaa? Chakali kwenye ukuta. Eti nachukua jina langu na liondoa makaburini. Watu wanaotumia nyota yangu. Nani amekwambia nyota yako ni nzuri sana? Too proud. Relax. Kula kubwa. Acha kujiona, jitazame kama Kristo anavyokuona, si ndio? Hiyo ndio pride yetu. Haleluya. Alivyo ndivyo tulivyo. Tukisema na nguvu za Mungu na mamlaka juu ya nguvu za giza, ni kwa sababu Kristo yuko ndani yetu. Lakini ukianza kusema nyota yangu, nyota
Yaani kuna nyota zimepangwa kwa ajili yako. Nyota kwa ajili yako. Watu bilioni 7 kila mtu ana nyota yake zimekuwa arrange mahali. Sawa, endelea. Niko pale. Nyota wenyewe zitakupinga. Hatukujui. Waliokufa wamefanya nyota zao. Sasa sky zingeisha nyota. Anyway, tuachana hiyo na vichekesho vingi ndani ya hilo. Lakini akaanza kustruggle. Do you know, mbali na kwamba alikuwa anatumisha vitabu na kusoma na kujifungua, hajawahi kufunguka. In fact, ili intensify matatizo yake kiasi kwamba mpaka alikuwa anaota zina manifest. Ignorance mbaya sana. Anaota akipambana na anaamka amechubuka. Sasa sijui alikuwa anapambanaje. I can't explain. Lakini kamwambia tu, you need just to change what you are eating. Nikataka kumnyang'anya kitabu akapambana. Nikamwambia sawa, naomba wakati nasoma hicho, soma na hiki. Nikamwambia Ukombozi Loaded. Just a small book. Akasoma kama mara 10. Akasema naomba kingine, nikampa Moyo wa Baba. Akasoma. Ndoto zikafa natural death. Zikakata viji. Mwili wake urudi kawaida. Nini? The enemy was taking advantage of her ignorance. Hiyo ndio namna ya kumpa ibilisi nafasi. Unakula vitu vinavyokuonyesha kwamba unaweza kujipambania. Christianity is always in the surrender mode. God is my help, I will never fear. It's not me trying to find my way out. Sasa hiyo nimeungwa pamoja na, yani nina access ya Mungu. Mimi na Mungu tumeunganika. Hilo jambo la msingi sana. Sawa, niko ndani ya Mungu. Basically, hii sio niko tu ndani ya Mungu, lakini Mungu yuko ndani yangu. Tukikam kwenye reality ya hicho, kuna confidence tunakuwa nayo when we move in life. I have Christ. Nilikuwa naambia Jumapili, nafikiri nilikuwa naongea na viongozi jana usiku, nikamwambia ni hatari sana mtu akianza anaachishwa kazi, alafu anaanza kusema maisha yangu yamefika mwisho. Maisha yangu yamefika. Yanafikaje mwisho? Nani amekwambia maisha yako alitegemea kazi yako? You know, nisema what will my life be without job? Okay. The question will be, what will my life be without Christ? Now you have him. Unayo, yuko ndani yako. That himself, kuwa na Kristo ni kuwa na miraculous being. Imagine Yesu anasema hivi, sasa itakuwaje? Nimefukuzwa Yerusalemu, Samaria. Yaani sijui nitakuwaje mimi. Yesu amechanganyikiwa yani. Can you just think you are Christ likeness? Hiyo ndio kusaidia kwenye vitu vingi sana. Mtu kabisa anaanza kutafuta kama anataka kujinyonga. Maisha yangu yatakuwaje? Maisha yako? Twende kwanza. Anasema tunaye kuhani mkuu aliyeingia katika mbingu, Yesu mwana wa Mungu, tuyashike sana maungamo yetu. Our confession. Basically confession ni kazi aliyofanya. Angalia kwenye 10. Anasemaje? Waebrania 10:19-20. 10:19-20. Anasema basi ndugu zangu, kwa kuwa tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa damu ya Yesu. Angalia, ujasiri kupaingia patakatifu kwa damu ya Yesu. Njia ile ile aliyotuanzia, iliyo mpya, iliyo hai, ipitayo katika pazia, yaani mwili wake. Basically, niwaambia unaposoma vitabu hivi inabidi ujue mazingira yake ni Yerusalemu na sehemu za karibu. Kwa ukisikia pazia, basically wanaongea mazingira ya nini? Hekalu. Kwa hekalu ni mfano wa Kristo. Unaelewa hiyo? Ni mfano wa Kristo. Sawa? Ndio maana kupasuka Yesu alipokufa kuna jambo moja lililotokea ambayo ilikuwa very significant. Unajua pazia la hekalu lilipasuka. Kuonyesha ya kwamba basically Mungu hakuwa kwenye kile chumba. Mungu alikuwa wapi? Golgotha. Likapasuka likawa piu, sehemu ambayo sio nasema Mungu yuko hapa, tunainama mbele zake, Yehova Shama Adonai. Mnafukiza, mnapeleka na kondoo, mnamtuliza, mnambembeleza, likapigwa ukaona empty. So guys, Wayahudi wakasema hatutaki aibu, wakashona tena. Why? Because Jesus ndio maelezo ya all Old Testament figures including hekalu.
Sababu Yesu wakati kwenye Yohana 2 wakati anataka kumuua alisemaje? Alisema libomoeni hekalu hili, italijengwa baada ya siku ngapi? Siku 3. Basically alikuwa anasema if I die I'll rise. Anajiita mwenyewe hekalu. Si ndio Si ndio? Kwa in resurrection Jesus is a temple that was built, ambayo ni ya kiroho. Basically katika hilo hekalu sisi, kwa sababu iko ndani yetu, na sisi tumefanyika nini? Hekalu. Actually hekalu maana yake ni mahali ambapo Mungu anakaa, kuonyesha kwamba Mungu hakai kwenye majumba bali anakaa ndani ya watu. Kwa Yesu alikuwa ni hekalu nalotembea, the moving temple. Alafu believers are now the moving temples, kwa sababu the moving temple Christ is now in us, in them. Si kama elewa? Kwa by identification Jesus who is a temple is now in us, so we are now a temple of God. Na kwenye Wakorinto ameandika mara nyingi, hamjua kwamba ninyi ni hekalu la Mungu ambalo Roho wa Mungu anakaa ndani yenu. Zaidi ya mara 3 kwenye Wakorinto wa kwanza na wa pili Paulo amezungumza hilo, ya kwamba sisi ni hekalu la Mungu na Roho wa Mungu anakaa ndani yetu. Kwa hekalu la mwili wake alikuwa anazungumza nini? Hekalu na nini? Pazia la mwili wake alikuwa anazungumzia nini? What happened in the temple. Kwa hiyo asema tunao ujasiri. Sasa nimefanya uchambuzi kidogo wa kitabu cha Ibrania. Neno tunao ujasiri, mwandishi hapa alikuwa anawapasuade kuamini katika hekalu ambalo nini? Kristo. Kwa sababu walikuwa hana ujasiri wa kuingia patakatifu ndani ya hekalu la nje lilojengwa Yerusalemu. Unajua kwa nini? Sin conscious. Walikuwa naamini ukiingia kule wafwa. Si ndio kinachofanya waogope kufa, na walikuwa wanakufa kweli kwa sababu ya sin conscious. Walikuwa wanakufa kwa sababu malaika aliyekuwa kule alikuwa anawakunguta. Unajua malaika hawajui kusamehe, tutajifunza hiyo siku nyingine. Malaika wanapiga. Tunaanza kwenye tukiangalia Ministry of Angels tutacheka sana. Hawaelewi Kiswahili wa Kiingereza. Do you know watumishi wa Mungu walitumia malaika kuua kwenye Agano la Kale? Na ndio maana Yesu aliwarekebisha waliotaka kuiga, Yakobo na Yohana. Akasema turuhusu tu tuite fire. Yesu akasema hamjui ni roho ya namna gani? Kama Yesu ni yeye yule jana leo hata milele, maana yake angemtokea Elia angemwambiaje? Acha ujinga. If I be a man of God, unafikiri uko rohoni. You just want to kill. Let the fire fall. Na ndio maana kuna watu wakiendaga kwenye, naangaliaga wanafunzi wa chuo wakienda kwenye misheni, sehemu zenye wachawi. Wanakujaga na shuhuda wasema wachawi 5 walikufa, wachawi 10, haleluya. Hata washangilia, yeah! Shida ni kwamba ule mchawi sio mama yako. Angekuwa mama yako singeshangilia. When a witch is not your mother or your father, you will not rejoice even if you are a believer akifa. Lakini ukaona mitume, they never killed any witch kwenye Matendo ya Mitume. In fact kwenye sura ya 18, sura ya 19, mstari wa 18 hadi 20, unajua kilichotokea? Wale waliokuwa na practice magic, ambao walikuwa na vitabu, walichoma vitabu vyao na kuconfess imani yao kwa Kristo. Wakaja wote wakaamini. Unaona kwenye Matendo ya Mitume, wachawi walikuwa wafanya nini? Wanaamini, walikuwa hawauawi. Ila sisi tukienda misheni ni fire. Kwa hiyo kuua wachawi basically is not yielding to the Spirit of God, is yielding to the devil. Si ndio Kwa hiyo unaweza ndio maana kuna Wakristo wakilaani watu wanakufa kweli. Sema hataona asubuhi, hataona asubuhi. Unakesha hataona asubuhi kwa sababu maneno yana nguvu. People really die. Lakini unajua kanini Kristo yuko ndani yetu? Ni kutufundisha kutumia maneno yetu kwa namna ya Kristo. Tunaweza kuokoa wengi zaidi kuliko kuangamiza. We can save many people. Sawa. Hiyo ilikuwa ni mazungumzo baada ya habari. Lakini chochote ambacho Kristo alifanya, aliingia katika mbingu hasa. Aliingia, akatumia neno lingine, aliingia, tuna ujasiri wa kuingia patakatifu kwa damu ya Yesu, ili aliyotuanzia, angalia aliyotuanzia iliyo mpya, iliyo hai, ipitayo katika pazio la mwili wake. Amesema tayari hekalu kwa Yerusalemu. Alafu anasema iliyo mpya, iliyo hai. Basically hekalu sio hai, ni mawe yale. Iko sawa? Ndio maana waamini wanaitwa mawe yaliyo hai. So still the temple language, lakini anasema anatumia comparative. This is dead,
This is a lie. Si ndio? Yerusalemu kuna temple lakini ni mawe. Lakini sisi ndio matempo yaliyo haya. Iko sawa? Kwa Kristo hajaja kutuambia tuendeleze ibada kwenye hekalu, amekuja kutengeneza hekalu naloishi ambao ni sisi. Walikuwa wanaamini Mungu anakaa huku, likapasuka pazia kuonyesha kwamba Mungu anakaa ndani ya na mtu, ndani yetu. Basically, hilo ni fundisho ambalo Yerusalemu lilikuwa linawasumbua, kwa sababu sehemu ambayo umekaa miaka 50 unainama na kunyanyuka na kusema Mungu yuko hapa, kuambiwa Mungu akai anakaa ndani ya mtu na hekalu halisi ni mtu, ilikuwa ni kubwa sana. Mtumishi wa Mungu Stefano kwenye Matendo ya Mitume 7 aliposema hilo neno, hakusubiri amalizie mengine, alipigwa mawe kisawa sawa. So basically, unaondoa mfumo wa maisha wa miaka 50. Hakuna kitu kinachosumbua watu kama kuvuruga maisha walioishi miaka yote. Unajua watu wengine hawakatai kweli kwa sababu ni uongo. Wanakataa kweli kwa sababu wameweka mfumo wa uongo. Years. Ndio maana kuna vitu wa Kristo ukivigusa, ukiambia kwa mfano gusa fungu la 10. Utatafutwa na bunduki. Yaani na sometimes tunachukua hata muda kuelezea vizuri, ila hawasikizani mpaka mwisho. Wanauliza tu fungu la 10 kutoa sawa au si sawa? Sema yana maelezo yake. Sema sawa si sawa. Anataka useme si sawa ili akulebo. Sasa kuna kijana mmoja bwana alikujaga kutoka Tanga, akafika Dar es Salaam. Alafu kumbe mimi sijui bwana mambo ya makanisa. Kumbe kila mwezi aliambiwa akipokea boom hawa anatuma nini? Fungu la 10. Mwanafunzi hilo atuma fungu la 10 la boom. Sawa bwana. Sasa mwezi wa sijui boom lichelewa, mwezi wa kwanza, mwezi wa pili akutuma. Wajua aliambiwaje? Kwa hiyo umeanza kumsikiliza Apostle Shemeji. Alikuwa hata anifahamu. Sasa nikashangaa, huyu mtu mwenyewe simfahamu. Mimi na fungu la 10 wapi na wapi? Unajua kilichotokea sasa? Yule kijana akasema, "Kwani Apostle Shemeji ni nani?" Akaingia YouTube. Kamfungua macho. Akasema kumbe ndio maana. Bora asingetaja. Kwa kijana akaenda pale akaanza kujifunza systematically. Kafuata mmoja baada ya nyingine. Akaja kanisani akasema, nilitajiwa na mchungaji akasema, "Wewe umeanza kumsikiliza Apostle Shemeji, umepotoka wewe." Kwani mimi nimwambia mtu yote asitoe simu yako kama ndo anataka kumtolea Mungu? Sijawahi kumwambia mtu yote asitoe kama anataka. Si wengine tutatoa 5, tutatoa 100, tutatoa 20, tutatoa 40, tutatoa 50. Wakati mwingine tutatoa yote na tutakopa tutoe zaidi. If it is needed. We are not such asimu yako. Mtu mmoja aliwahi kuniuliza, watu kanisani kwako wanatoa fungu la 10? Nikamwambia sijui. Ujui? Sasa ndio. Kwa nini sichunguliage wanatoa shilingi ngapi? Hawatakiwa ujue sana. Najua wanatoa kwa moyo wa kupenda na wanatoa hela nyingi. Basi hiyo mimi nanitosha. Sasa tuachane na hiyo. Kuna kitabu nakiandaa kinaitwa Zaka, Kizungumkuti na Kizaazaa chake. Hiyo ni subtitle. Najua hiyo ni title ya kichokozi. Kizungumkuti na Kizaazaa chake. Waka maskofu anitafute. Taenda kwenye kikao na Atakurudisha studio. Yeah. Nitaenjoy sana. Taenda kwenye kikao. Kwa hiyo hekalu la nje tulisema hivi, Old Testament imebeba a lot of figures zinapo portray Kristo na kazi ya ukombozi. Mnakumbuka? Kwa even hekalu haikutakiwa kuchukuliwa kama hekalu. Hema ya kukutania hakutakiwa kuchukuliwa kama ya kukutania. Tukasema mpaka nini? Na vitu kama sijui miti aliyotumia Musa, tukasema na safina. Mnakumbuka? Kwa hiyo zina prefigure kile ambacho Kristo amekuja kufanya. Kwa hiyo kuangalia anasema tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu. Anafundisha union pale. Kwa sababu hekalu ni mfano wa Mungu kuunganika na mwanadamu. Heaven coming together in humanity. Kwa sababu wakati wanajenga, unajua hekalu ni advanced
hema ya kukutania. Tabernacle ni ile ilikuwa inatembea jangwani. Lakini walipofika wakaseto Yerusalemu ndio wakajenga nini? Ile majumba sasa. Miaka sio 40 ngapi walijenga. Ile jumba ambalo Suleiman alijenga inaitwa nini? Hekalu. Lakini ilikuwa ni advanced form ya nini? Ya tabernacle. Sawa eh? Tabernacle ni tent inatembea. Wakati Musa anapewa maagizo ya kujenga tent, alipewa maneno hayo. Aliambiwa hivi, ujenge kwa mfano. Kumbukumbu la Torati 25. 8 na mstari wa 40. Mstari wa 8 na mstari wa 40 imeeleza hiyo vizuri. Kwenye Kumbukumbu la Torati 25 akasema ujenge kwa mfano wa yale ninayokuonyesha. Unajua maana ya mfano? Maana kuna kitu nimekuonyesha, lakini Musa anajaribu kuportray kwa kutumia mbao, kwa kutumia mawe. Maana yake hekalu sio kitu halisi. Musa alikuwa anatumia ujenzi kuportray kile ambacho Mungu amemwambia. Umeelewa eh? Kwa ni kama vile unataka kumfundisha mtu kitu kiko advance, lakini ukaanza kuchukua mbao. Leteni mbao. Ukaanza kujenga. Kwa hekalu sio fundisho lenyewe. Hekalu ni mfano wa fundisho lenyewe. Maneno yanasemaje? Aliyoambiwa, nijengee mahali nipate kukaa katikati yao. Kuonyesha kwamba ilikuwa ni lugha ya ukombozi wa mwanadamu. Unajua Stefano ndo akasema Mungu akae mahali pojengwa kwa mikono ya nini? Wanadamu. In fact, mimi nikwambie, sio kwamba Stefano alianzia pale. Stefano alikuwa amekoti nabii ambaye alipata revelation. Isaya, nafikiri Isaya 55 au 53. Ambaye anasema nimjengee Mungu sehemu gani ili apate kutoshea. Si ndio eh? Kuonyesha kwamba hivi mnafikiri kwa akili zenu. Unajua ni kama vile sometimes unakuja kwenye science, hivi unafikiri kwa akili zenu. Mungu muumba mbingu na nchi, anaweza akaja akaingia kwenye kile kibox mlichokifunga pale na kuweka kipazia. Alafu mkija unasema Yehova yuko huko ndani. Sema there is no place that can contain me. Si ndio eh? Okay. Umeelewa maana yake? Kwa hiyo tayari alishasoma kwenye Isaya. Ndio maana akasema maneno ya ajabu, akasema naketi mimi mahali pa juu palipoinuka pamoja na roho iliyokondeka. Sasa iliyopondeka pamoja na roho. That's union. Kwa ni roho wa Mungu kuja kuunganika na roho wa mwanadamu. Hiyo inaitwa nini? Hekalu. Kwa a spiritual tent is more real than a physical tent. A believer united with God in Christ ni more real. Sasa Yesu alikuwa anakuja kuonyesha hivyo katika kufa na kufa kwake. Kwa tunasema chochote ambacho Kristo amekipitia, by identification tumepitia. Angalia hapa kwenye Wagalatia 2. Paulo hata kuangalia Yesu wakati anakufa, lakini angalia anaposema Wagalatia 2:20, nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai. Umeona? Nimesulubiwa pamoja na Kristo. Ni kwenye nyaraka tu unakuta lugha kama hizo. Kwenye vitabu vingine vya Injili ni ushahidi wa macho. Unamwona kama Kristo anakufa mwenyewe. Si ndio eh? Anateswa mwenyewe, anasulubiwa mwenyewe, anafuka mwenyewe. Lakini katika nyaraka ni revelation knowledge. Wanasema tuliteswa pamoja naye, tukafa pamoja naye, tukafuka pamoja naye. Hiyo inaitwa identification. Ni kuchukua utambulisho wake. Kwa hiyo basically tunaposemaga muamini ameshinda dhambi, hiyo ni identity ya Kristo ndani yake. Ni sawa na kusema hivi, ukimchukua Yesu ukamsimamisha ukamwambia Yesu, wewe una dhambi wewe. Yesu akwambiaje? Mimi nimeshashinda dhambi. Mshahara wa dhambi ni mauti, si ndio? Si ndio? Kwa sababu nilichukua, nikafa, nikashinda, nikafuka. Kwa basically kwa habari ya dhambi, muamini ameteswa, amekufa na amefuka. Kwa sababu yule aliyeteswa, akafa na kufuka yuko ndani yake. Nikasema hivi, chagua umpe nani expression. Umpe wewe au Kristo ndani yako. Na ndio maana nawaambia hivi, naomba kuchukue siku zote, chukua lugha ya kimahakama. Kama unasimama mbele za Mungu, unafikiri unahesabiwa haki kwa sababu gani? Kwa sababu ya Kristo aliyeko ndani yako. Ina maana Mungu akikutazama anamuona Kristo ndani yako. Anakuona wewe uliyeshinda dhambi, wewe uliyefufuka, wewe mwenye upya wa uzima.
simply kwa sababu when you believe in Jesus, you are putting yourself down and putting Christ up. Kwa unataka utambulishweje? Nitambulike kama Kristo anayetembea duniani. Na ndio maana Yesu wakati anakufa alisema maneno ya msingi sana. Kwa Yohana 12:24 alisema neno ambayo ni sound agricultural, lakini ilikuwa na redemption knowledge. Alisemaje? Chembe ya ngano isipoanguka na kufa inakaa hadi hiyo, lakini ikifa na kuoza inazaa mazao mengi. Basically Yesu alikuwa anasema hivi, nikiwa peke yangu ninakuwa God in a man alone. Si sawa eh? Si ndio? Alikuwa mwenyewe anasema atendaye kazi ni Baba ndani yangu. Lakini akasema katika ufufuo nita multiply. Sitakuwa chembe moja. Huwezi kuotesha mahindi ukavuna maharage. Ukivuna maharage kuna mtu kafukua mahindi akapandisha maharage. Kwa ufufuo wa Yesu Kristo, nitumie lugha ambayo sio rasmi, lakini nikasema hivi, it is a multiplication of more Jesuses. Like identity ya Yesu imetapakaa. Ndio maana kwenye Matendo ya Mitume ulikuwa ni ngumu kucontrol tena Yesu, kwa sababu hayuko peke yake tena. Yuko ndani ya Petro, bado anaponya, anafufua, si ndio? Anaokoa kupitia Petro, si ndio? Unamshughulikia Petro, anafanya ndani ya Yakobo. Unawatimua, Filipo anaendeleza kule. Filipo anaendeleza pale nani? Paulo anapokea kule Sauli. Sauli anaanza huku. Kwa unaona sasa now Jesus is multiplied. Kazi ya Yesu inaendelea kwa sababu yuko alive, lakini ndani ya nani? Ndani ya waamini. Iko sawa eh? Hiyo ndio maana chembe ya ngano isipoanguka na kuoza inakaa hali hiyo, lakini ikianguka ikaoza inazaa mazao mengi. Kwa Yesu tukasema Yesu kwa hiyo ni mwana pekee wa Mungu, lakini katika ufufuo anakuwa mzaliwa wa ndugu wengi. Kwa Yesu kwenye Waebrania asemaje? Haoni haya kutuita ndugu zake. Kwa Yesu akiniona mimi, akikuona wewe, anaona mtu anayefanana na yeye, ndugu zake. Kwa katika ukombozi Yesu anawaona waamini kama ndugu zake, wenye asili moja, watu wa familia hii moja. Kwa hiyo alicho nacho Kristo kwa 100% muamini anacho. Sasa hiyo ni jambo la msingi sana. Akasema wala si mimi tena. Angalia Paulo anavyojiita, wala si mimi tena, bali ni Kristo yu hai ndani yangu. Jamani, nani yuko hai ndani yangu? Si mimi, Kristo ndani yangu. Huyu ni mtu ambaye ameelewa ukombozi. Ndio maana Paulo anazungumza ya kwamba muamini hatambuliki kwa namna ya nje. Sababu kwa nje watakuona kama Juliana, lakini kwa ndani ni Kristo yupo ndani yako. Sasa kuna tofauti ya Kristo kujiona ndani yako na wewe kumuona Kristo ndani yako au kujiona ndani yake. Na ndio maana msikilize vizuri, hata kwenye Matendo ya Mitume Yesu hana shida, yuko loyo, hana shida ya kujiona ndani yako. Hana shida hiyo. Anajitambua ndani yako. Shida ni kwamba tunajitambua ndani yake. Na ndio maana wakati Sauli alipotokea kwenye Matendo ya Mitume 9, aliambiwaje? Sauli, Sauli, mbona waniudhi? Ile neno kuudhi Kiswahili linasumbua, sababu kuudhi ni kama vile kugasigasi. Lakini kuudhi pale ni to persecute. Anasema Saul, Saul, why do you persecute me? Unaona hiyo lugha ni kama vile imekosewa. Kwa sababu when did Paul or Saul touch Jesus? Tukubaliana kwamba hakuwahi kumpiga Yesu kibao. Physically, naturally haijatokea. Lakini kitendo cha kumsimamia kupigwa kwa Stefano ilikuwa ni like touching Jesus. Sasa Yesu alikuwa loyo kiasi kwamba wakati muamini anaguswa anasema ni mimi ninaguswa. Alafu sio dhahania, ndio uhalisia. Kati ya jambo ambalo Wakristo wanatakiwa kujua, Mungu hajui kuacha. Kama alisema lo, I am with you, hajawahi kugeuza hiyo sentensi.
yuko loyal kwenye maneno yake. Loyalty ni tabia mojawapo ya Mungu. He will never leave. Ndio maana anachukia kuachana, kwa sababu yeye mwenyewe sio mwachaji. Mungu hajump kwenye relationships. Mungu yuko stable, ni loyal. Nitakwambia, even if you read the Old Testament, unagundua kwamba Mungu ni loyal. Hivi ni sehemu gani umesoma ujapopita katika maji mengi hayatakugarikisha? Ujapopita katika moto, miale ya moto haitakuunguza, kwa sababu nitakuwa pamoja na wewe. That's Jordania. I can give you miracles kwenye Old Testament zinaonyesha kwamba God does not leave people. Okay, hivi unajua kilichofanya alipotupwa kwenye tundu la simba Danieli, wale majamaa wanyamaze nini? The Creator was there. The one who give you appetite was there to de-appetize you. Kwa sababu hajui kuacha. Si kama unaelewa eh? Okay, ngoja nikupe mfano mwingine. Walipotupwa kwenye moto, so walitupwa watatu eh? Kwa actually alifunguliwa tu Nebukadnezar, nikapendeza nani yule mfalme. Alifunguliwa tu macho kidogo kuona ya kwamba haachagi watu wake. Akaona watu wangapi? 4. Kwa ujapopita katika moto, anakuwa pamoja na wewe. Hajui kuacha. Hajui kuacha. God is loyal. Sio kama unaelewa eh? God is loyal. Mungu anajali mahusiano. Tumeungwa pamoja na Kristo na yeye hatajiondoa. Mtu mmoja leo kusema, sasa kama kwa mfano mimi najisikia kumwacha. Shida ni kwamba ukijisikia kumwacha, yeye mwenyewe atadumu kuwa mwaminifu. Wala asifiwe. Ila unajua kwa nini watumishi wengi wanapendaka kutempa na relationship kati ya Mungu na mwamini? Kwa nini nakuaga weak kwamba ni rahisi Mungu kuacha? Ila ukiwa umeolewa, ukienda kwa mchungaji, atakwambia jivumilia. Kwenye ndoa ambayo sio eternal, ambayo kifo kinaweza kuwatenganisha, atakwambiaje? Vumilia, atabadilika. Endelea kumwombea. Maana yake nini? Mungu anakuchukia kufanya nini? Kuachana. Unaona? Anakushawishi kwamba don't leave your relationship. Lakini akianza kufundisha redemption, inawezekana dhambi zako zimemfanya aende mbali na wewe, ataondoka. Roho wa Mungu ameondoka. Kwa maana yake kwenye relationship, it seems like God is weaker than human beings. He lives so quickly. Kwamba ukizingua unakimbia. Hivi alikuja kwa sababu huwezi kuzingua? Actually, amekuja kukusaidia na mazinguzi yako. He came to help you to be a better person. Ndio maana deposit of the Spirit first. Akukupa roho ulipopatia. Yaani siku ile unasema thank you Jesus, I receive you today. Did you change first? You were hopeless. I receive you today. Anasema I'm coming home. Thank you for welcoming me to this house and I'm here to stay forever. Anasema hata usipomwamini anadumu kuaminiwa kwa sababu yeye mwenyewe hawezi kujikana. Sio kama naelewa. That's what he does. Kwa actually, unajua tunataka kujifunza na Mungu tabia nzuri eh? Kwa hata loyalty tunajifunza kwa kumwangalia nani? Mungu. Wa Efeso 5 anasemaje? 2 mstari wa kwanza. Anasemaje? Kama watoto wapendao. Anasema be ye imitators of God. Kwa God has to be the standard of everything we tell Christians to do. Kwa kama tunaambia Wakristo wa maintain relationships zao, wasirukeruke kwenye ndoa, kwenye mahusiano, wasiacheache, maana yake wajifunza kwa nani hiyo? Mungu. Kwa Mungu anatakiwa kuwa na standard ya juu kwenye kuheshimu mahusiano, ili tufanye nini? Tujifunze kwake. Iko sawa eh? Kwa hiyo kama ni tabia, kama kuvumilia ni tabia ya Mkristo, inabidi ajifunze kwa nani? Kwa Mungu. Kwa Mungu anatakiwa kuwa mvumilivu wa kutosha. Na nitakuonyesha kwenye incarnation tunaona Mungu akiwa anamvumilia. Hivi wewe kwenye idara yako, kwenye huduma yako, uweke mhasibu Yuda Iskariote. Masikia tumisha Mungu eh? Idara ya kanisani ya uhasibu, umweke nani? Yuda Iskariote. Ukaana miaka mingapi? 3. Na unajua anachoropoa.
Ni yule akipokea 15,000 anakata 0 pale, anapitisha nani pale. Lakini unamwacha miaka mingapi? 3. God is the standard of the best person ever. We learn from him. Bwana asifiwe. Kwa tumeungwa pamoja na yeye, tuna uhusiano wa aina hiyo. Kwa chochote ambacho Kristo amefanya katika ukombozi, katika ufufuo, tumekipitia by identification, kwa sababu ametupa roho wake. Kwa sio, we are not only identified kwa fikra, lakini kuna the indwelling, the deposit of the spirit. Angalia kwenye Waefeso 2:5. Anasemaje? Hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituhuisha, angalia, pamoja na Kristo. Akasema, yaani tumeokolewa kwa neema. Tumehuishwa pamoja na Kristo. Hiyo ni resurrection effect. So basically, hukufa pamoja na Kristo, lakini unaambiwa umehuishwa pamoja na Kristo. Ni kwa sababu yule roho aliyemfufua Kristo yuko wapi? Ndani yako. So basically, you never went through a process, but you have the benefit of the process, resurrection. Angalia kwenye Wakolosai 2, mstari wa 9 na 10. Colossians 2:9-10. Asema, maana katika yeye unakaa utimilifu wote wa Mungu kwa jinsi ya mwili, ndani ya Kristo. Na ninyi mmetimilika katika yeye. Unaona kutimilika katika yeye aliye kichwa cha enzi yote na mamlaka. Mmetimilika katika Kristo. Angalia mstari niliokuwa na utafuta, Wakorintho wa kwanza 6:17. Anasemaje? Lakini yeye aliyeungwa na Bwana ni roho moja naye. One united with the Lord is one spirit. Aliyeungwa na Bwana mmoja. Kwa hiyo basi tunazungumza muamini kuungwa na Kristo. Tunajua sio mwili wa nje, si ndio? Kwa sababu siku ile unapoamini mwili wako ukubadilishwa, si ndio? Ukigeuka siku ukawa mweupe zaidi baada ya kuokoka. Yeah, nimeokoka kama mweupe. Umeelewa? Lakini internally roho yako is not longer dead. Sababu roho wa Mungu anakuja na kuisha roho yako. Iko sawa? Kwa aliyeungwa na Bwana ni roho moja naye. Kwa union is in the spirit. Yeah, kwa swali? Yes, naomba kurudisha nyuma kwenye access part. Yeah. Kwenye agano la kale walikuwa na mtakatifu walikuwa akiongea for special ni wanasema wao anointed. Na kuzungumzia hapa basically kila muumini ana roho mtakatifu na tuna roho moja. Kwenye hii agano jipya hii concept tena kwamba kuna watu wachache wako anointed tena for special things wakati wote tumepewa vipawa. Hii huwa unaelezeaje kwamba kuna wengine wako seems like kwamba bado wana special access kwenye agano jipya. Kwenye agano jipya basically hakuna mtu mwenye roho mkubwa kuliko mwingine. Hiyo ni moja. Kwa hiyo iko settled. Kwa Roho Mtakatifu aliyeko ndani yangu na ndani yako ni huyu mmoja. Lakini for activity purpose, hatuna the same grace of operation. Na kwa nini Mungu ameweka tofauti ya grace na operation? Ili tuweze kusaidiana. Basi tumeelewana? Ameelezea kwenye Wakorintho wa kwanza ile 12. Kwa ni kwa ajili ya ku diversify utendaji. Basically hiyo hata yule anayeonekana kama ana more, hana more. You just have a operation that I don't have. Sio kwako ni more, wala kwako sio better. Ubora wa ya kwako ni kwa sababu sina. Ubora ya kwangu ni kwa sababu hauna. Ndio maana kwa ajili ya kuhudumiana. Na ndio maana hata kwenye church kuna wengine ni viongozi na wengine sio viongozi. Hiyo tu tofauti, Mungu anawapa different grace of operation kwa sababu ya positions. Kwa sio special spirit. Hiyo ni special endowment because of position. Basi. Umeelewa? Kwa sio kwamba ni roho mkubwa kuliko mwingine. No. Kwa ni operation. Nafikiri kwenye mafundisho ya operation of the gift hasa kwa sababu kwa mfano kuna tofauti ya neema ya wokovu na neema ya utendaji kwenye huduma. Kwenye huduma kuna levels. Kwa huduma sio roho. Yaani sio roho ndo tofauti, ni utendaji. Sawa
ni utendaji. Na nafikiri niseme kwa ufupi hiyo ni utendaji. Hiyo kuna series yake ndefu kidogo. Yeah, ni utendaji tu. Tuko sawa eh? Mmeelewa hiyo? Ni utendaji. Utendaji sio roho, ni namna roho anavyokutumia. Sio, mmeelewa eh? Ndio maana wanatumiaga mfano wa mwili. Uwezo kusema, ngoja nitumie mfano. Uwezo kusema kwapa ina maana kubwa zaidi kuliko sura. Sura ina maana kubwa zaidi kuliko kwapa. Utaka kujua, ondoa kwapa. Limefichwa lakini la muhimu. Umeelewa maana yake? So huwezi kusema kwa sababu mimi ni kwapa nimepungukiwa. Si ndio eh? Ni kweli kwapa linanuka jasho. Lakini kule kunuka jasho ni kwa sababu ya kazi yake muhimu sana. Wale wako ushindwe kutoa jasho, utaenda kuombewa. Sasa kutoka jasho ni jambo la muhimu. Kwa kwapa inafanya kazi nzuri sana. Umeelewa eh? Kwa mkono hauwezi kusema unajua mimi mkono ni special sana kuliko nini? Macho. Ngoja uwe na mikono usiwe na macho. Unaona sasa nifanya hivi? Hii kabisa ni vizuri kuelewa kwa sababu na macho lakini nikitaka kukuna macho natumia macho. Natumia nini? Mkono. Actually the difference in operation of gift ni kwa ile ya kuleta heshima. Sasa mimi bila wewe napungukiwa. Na ndo essence sasa ya local church ni kuondoa kiburi cha waamini. Wasiwe na kiburi. I'll have something that you don't have. You'll have something that I don't have. Hiyo ndo essence mojawapo kubwa ya local church. Kuleta ile operation. Local church ikielewa hivyo, kunakuwa na smooth flow of the power of God. Sawa eh? Ni sawa kusema hivi, bolt na nut zote za muhimu kwenye gari. Sasa mimi gari yangu yote imefungwa na bolt tu, haina nut. Inafungikaje hiyo? Maana. Kwa hiyo ni special grace of operation, not special spirit. Sawa eh? Yeah, sasa hiyo atuzungumzie indwelling, tunazungumzia operation of the indwelling of the spirit. Sawa eh? Mama special sana sana. Kwa nini mkono unanikia sana jicho haitakiwi iwe hivyo. Haikutakiwi iwe hivyo. Actually, mkono ukijiona special kuliko jicho, basically hakuna special wowote kwa maana hiyo. Uspecial wa mkono ni kwa sababu unasaishia jicho. Lakini pia ngoja nikwambie, miguu haiwezi kama mimi ni special kuliko macho. Kwa mfano, sawa, hiyo miguu inatembea afu macho yakazima. Umeelewa maana? Yeah. Kwa hakuna special. Unless kwa sababu operations zinatumika na wanadamu. Basically kama mtu hajakuwa kiroho, pride. Na kwenye operation and gift watu wengi wana miss sana. Kuna zile ambazo zina make noise. Kwa mfano mtu ana prophesy. Like kind of kama vile wanadamu kwa sababu inaonekana inaonekana go deeper. Lakini basically mtu ambaye ana arrange viti kanisani, he has the same reward akifanya kwa uaminifu na mtu ambaye anakusaidia machangamoto zako kwa kutumia neno la maarifa au neno la hekima. Si kama elewa they have the same reward. Kipimo ni nini? Uaminifu kwenye kile unachokifanya at the time T. Iko sawa at the time T. Sababu actually roho Mungu anaweza kana mtumia leo huyu kufanya kazi fulani, akafanya ambacho anakifanya leo kwako, kesho nao akafanya. It's not like, ndio maana kwenye karama za roho huwa anafundisha tofauti na wengine wanafundisha. Wanasema ukinena kwa lugha unaweza usiweze kufasiri. When the need rise, desire yako ndio inayoamua operate kwenye ipi. Na Paulo anasema neno desire. Huwezi kudesire kitu ambacho Mungu ndo ana control utendaji wake. Kwa cha kwanza inategemea desire, lakini inategemea nini? Uhitaji. Kwa mfano, kwa nini mimi nihitaji neema ya kuhudumia watu 10,000 wakati na watu 3? Umeelewa maana yake? Kwa nini nihitaji neema ya kuhudumia watu 10,000 wakati na watu
watatu. Na unaweza usielewe neema ya kuhudumia watu watatu, watu 10,000 wakati una watu watatu. Ngoja nikuchekeshe. Zamani mimi nilikuwa nacheka sana mtumishi akinunua private jet. Na nilishai kuandika article ya kupondea. Mimi naitwa Apostle Shebeji Melaiki. Nikaandika article ya kupondea. Unless I went in kucheki maisha ya watu wenye watu 20,000, 100,000. Alafu baada ya kupita kwenye airport 2-3 nikakanseliwa tiketi au flight ikawa changed. Na kuna watu 5,000 wanakusubiri Arusha. Wamekaa hivyo wanasubiri your administration. Alafu tiketi imefanya nini? Imekuwa cancelled. Au safari ni kesho na watu wanakusubiri. Lakini ukiwa na watu 5, hiyo akili si angetoa kusaidia maskini kwa sababu uelewi chote. Angetoa kusaidia maskini. Kazi yako ni kusaidia watu wangapi? Watatu. Kuna vitu huelewi kabisa. Ni sawa na kabla hujawa mzazi. Unaona kama wazazi wote wanazingua kwenye malezi ya watoto. Yaani kabisa. Yaani kabisa. Yaani mimi nikipata mtoto, simpi mtoto simu, pata kwanza. Nitahakikisha mtoto wangu, yaani hata simpi, mimi ndio kusema mtoto wangu simpi makatuni. Kiko wapi? Ninawachorea baba kwenye vitabu. Kwa hiyo, ni just for operation purpose. Sio sasa hiyo sio special kwamba anajiona special kuliko wengine. Hiyo ni pride practically. It's not the word of God. Kujiona special kuliko wengine is not the word of God. Kichochote ambacho Mungu anakupa actually sio kwa ajili yako. Hakuna mtu unakunywa maji yake. Ukiona tu kuna kitu ambacho Mungu anakutumia vizuri kuliko wengine, basically una kazi kubwa zaidi. Kwa hicho akikupi kiburi, inakupa nini? Unyenyekevu. Kwa sababu to whom much is given, much is expected of him. Kwa ukiona tu kabisa, yani ukiona ukihubiria mtu watu haraka wanaamini. Kuna mtu anahubiria watu 10, anaokoka mmoja kati ya 10. 9 wote wamegoma. Lakini basically kuona kwamba umehubiria 10, 9 wakaamini, actually una kazi kubwa zaidi ya kuwasaidia wengi wafanye hivyo. Au wafanye nini? Au utapata watu wengi zaidi. Ukiminya maana yake unazuia the flow of that grace. Nilikuwa namchekesha rafiki yangu mmoja, ana kanisa ya Kigamboni. Nikamwambia, kanisa lake limejaa wazungu bwana. Nikamwambia ndugu yangu, you know, I accept ya kwamba there is operation watu wanafanya ambao ni purely God's grace. Na kwa sababu maalum. In fact, wazungu wanakuja Ulaya kuja kubatizwa na yeye Kigamboni. Nikamwambia ndugu yangu, wewe unaweza kuongea Kiswahili na wazungu wakaja kuokoka. Mimi nitahubiri Kiingereza na watatoka watu kutoka Mbagala. Akacheka. Lakini you don't find him struggling to do that. It's kama so natural. Hata elewi kwa nini inakuwa hivi. So natural kwake. Kwa wazungu wakija maeneo ya Kigamboni, wakitafuta kanisa la kwenda, wataenda kwake. Hii rahisi sana kwake. Umeelewa maana yake? Kwa hiyo ni Mungu ana sababu kwa nini anafanya hivyo. Nikawa na mtani akamwambia siku nikitaka wazungu nitakuja kuwekea mikono. Akacheka. So I really see there is a way God can work with people ambaye fanani na pamoja na sisi na kila mtu. There is that. Lakini haina maana ni distinction of what? Spirit. Distinction ya nini? Operation. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya special purpose, special cause. Na maana Paulo alikuwa anasema neema ya utume nilionayo juu yangu ilinipa kufanya kazi kwa bidii zaidi. Kujitoa, anasema wala si mimi lakini ni ile neema. Basically, yeye alikuwa ni mtume aliyechelewa. Unajua aliandika vitabu vingi vya utume. Ni nani? Paul. Lakini alichelewa. Na in fact, walikuwa wajanja sana. Wakina Petro walikuwa na recognize kwamba huyu guy ana special grace kwenye utendaji wa utume ambao sisi hatukuwa nao. Japokuwa alikuwa amechelewa. Na walimpa mkono wa shirika. Umeona eh? So there is that recognition of operation. Na basically, ukiwa muamini ni vizuri kurecognize hiyo mapema when others are doing something better than you spiritually. Never be jealous. Never be jealous. Ni sawa na kuimba.
Kuna mtu akiimba bila mazoezi anaweza akatoboa vizuri sana. Wewe ukifanya mazoezi kama kwenye scale ya 0 kwa 9, ukifanya mazoezi unafika 6. Yeye kabla hajafanya mazoezi yuko 8. Umeelewa eh? Yeah. So there is special operation. It is not for pride. Sawa eh? In fact, chochote ambacho Mungu anakupa, anataka ubebe with honor kwa ajili ya kuhudumia watu wengine. Na ndicho ambacho Petro ameweka kwenye Petro wa kwanza 2:5. Kuanzia mstari wa kwanza. Akasema wazee walioko kwenu wafanye nini, wasijifanye mabwana kwa ajili ya wale. Kwa sababu karama zile gifts zinaweza zikakufanya ujisikie kudominate watu wengine na kujiona special kuliko wengine. Akasema no. Hamtaki kujiona mabwana juu ya congregation ya Bwana. Lakini mfanye nini? Mfanye kwa moyo bila kutaka mapato ya aibu, kufanya kama unafanya kwa Bwana. Sababu gift huwa zina provoke even money. Sawa eh? Sema, mimi naombea watu wengi sana hapa. Yaani mimi sasa hivi sitaki kufanya bure. Yaani unataka kuniona lazima uwe na 500,000. Inakujaga hivyo. Inakuwa mifuko SACCOS. Unaanza kuuza kabisa. Na mimi sio kwamba nauza, lakini unauza. Nataka tukuonyesha watu waheshimu kipawa. Lakini unauza. So inaweza attract a lot of things when somebody signs this, and especially used in a different way. It still works like that. Na ndio maana kuna watu walipata shida pia kwa hiyo. Kwa mfano kwa Musa alikuwa na special grace ya kuongoza Wayahudi. Kuna Kora na Abithani walitaka kuja juu yaliwapata mabaya sana. It's not a good story. Namkumbuka nani? Miriam. Unajua Miriam na Haruni ni wakubwa Ni bro na sister kwa nani? Wao ndio wamemshika pale. Alafu akaja bro mdogo wetu amekuja anaanza kutuongoza sasa. Mungu anaongeaga na wewe tu. Hicho kitu ilikuwa imeingia jukumu la Mungu. So if you see somebody is operating a certain way, just stay cool and enjoy the operation. Si ndio Especially kama una nafasi ya enjoy zaidi. Si ndio Yaani kuna mtu akifanya hivi mkono wagonjwa wanapona haraka. Ukiumwa kimbilia. Ambia nyosha mkono mtumishi wa Bwana nipokee uponyaji. Useme jamaa anajiona sana. Mimi baba niponye mwenye hapa chumbani. Actually hicho kiburi kitakufanya Mungu asikuponye. Kwa sababu yuko pale kwa hiyo kufanya nini? Kukusaidia wewe. Yuko kwa ajili yako. Umeona? Yuko kwa ajili yako. Ndio maana mkono msikiliza siku moja Pastor Chris akasema siku moja alikuwa anaumwa, akajiombea, akaweka mikono, akafanya nini, akatamka maneno yatoke. Akasubiria tu mtu wakati ana minister, anaimba. Akasema every word he speak I receive healing. Yule mtu akawa anaimba pale, alafu anatamka healing. Akapiga magoti akawa anapokea. Akapona, ndo akapanda jukwani. Yeye anasema hivi, I'm a man of God. I'm called. Utakufa. Na dawa iko wapi? Pale. So basically katika Kristo tunagundua hata kutokuamini kiburi. So God provided everything and you are looking another way around. Kwa kama kuna operation ambayo Mungu anafanya katikati yetu, just take advantage of it. Make sure you ule vizuri, enjoy vizuri. Umeelewa maana yake? Kwa hiyo namna ambayo Mungu ana operate na watu different opportunity. Hajawahi kuacha hiyo. Japokuwa kwenye Agano la Kale, hajawahi kuacha hiyo. He still operate like that. But it's not like kwenye New Testament. Kwenye New Testament we don't have different spirits. Wala sio kwamba mtu fulani ana roho anakaa juu yake sasa na atenda kazi. Ila still roho anakaa juu ya watu japokuwa yuko ndani ya watu. Kwa sababu juu ya watu ni for ministry. Ndani ya watu ni for redemption. Si ndio Kwa in redemption we have the same spirit. In ministry we have different grace. Iko sawa Kwa grace for salvation is equal for all men. Grace for ministry is not equal for all men. Emfikiria kama nyumba yote mko sawa. Mama na baba na watoto wako sawa, wote wanafanya maamuzi. A body with 2 heads is not a normal body, it's a monster. Sasa ikiwa na 3 heads ndio inakuwaga issue. Kwa maana church have pastors, as elders, as deacons na vitu kama hivyo. Sawa Kwa aliyeungwa na Bwana ni roho moja naye. Kwa that's sio ministry, in redemption. Sawa
Kwa hiyo ni kwa sababu ya Roho aliyeko ndani yetu ndio maana tuna uhakika ya kwamba we have same access with God. We have same access of the Spirit, not operation, same access of the Spirit. Hakuna mtu mwenye roho mkubwa kuliko mwingine. Warumi 8:9 anasemaje? Lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yetu, ninyi hamfuati mwili bali mnafuata Roho. Lakini mtu awaye yote, angalia, asipokuwa na Roho wa Kristo, anasemaje? Huyo si wake. Kwa kuwa na Roho wa Mungu ndani yako actually ndio kinachopima kwamba wewe ni mwana wa Mungu au sio. Asiye na Roho wa Kristo, huyo si wake. Ndio maana katika ukombozi tumepewa Roho. Wagalatia 4:6 anasemaje? Na kwa kuwa ninyi mmekuwa wana, angalia, mmekuwa wana wa Mungu, mmekuwa wana, Mungu alimtuma Roho wa mwanae. Angalia, Roho wa mwanawe. Ni sawa kusema Roho wa Kristo mioyoni mwenu aliye Abba, yaani Baba. So ndani yetu kuna Roho wa Mungu na ndio maana anaitwa wana wa Mungu. Mtu mmoja akasema hivi, kila mtu duniani ni mwana wa Mungu. Haiwezi kufunction when you talk about the Bible. Alikuja kwa walio wake hawakumpokea kwenye Yohana 1:11. 12 anasemaje? Bali wote aliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Kwa hiyo kufanyika watoto wa Mungu ni zao la nini? Roho wa Mungu kwa ndani ya mtu. Kwa yeyote asiye na Roho wa Mungu ndani yake, ambaye basically hajaamini, hana nini? Si mwana wa Mungu. Wana wa Mungu, Mungu anazaa kwa kuhuisha roho zilizokufa. Kwa roho iliyohuishwa inaitwa born of God or born from above. Kwenye Yohana 1, waraka wa kwanza Yohana 3:24. Asemaje? Naye zishikaye amri zake ukaa ndani yake, naye ukanda ndani yake. Yake hapa ndani ya Kristo na ndani ya mwamini. Na katika hili tunajua kuwa anakaa ndani yetu kwa huyo Roho aliyetupa. Umeona? Tunajuaje Mungu anakaa ndani yetu? Ametushirikisha Roho wake. Yuko pia kwenye Yohana wa kwanza, waraka wa kwanza Yohana 4:13. Katika hili tunafahamu kuwa tunakaa ndani yake, naye ndani yetu, kwa kuwa ametushirikisha Roho wake. He gave us his spirit. Mtu anapokeaje Roho wa Mungu ndani yake? Yohana 7:37-39. Anasemaje? Hata siku ya mwisho, siku ile kubwa ya sikukuu, Yesu alisimama akapaza sauti yake akisema, mtu akiona kiu na aje kwangu anywe. Yohana ni mtu anayeongoza kwa kutaja Roho kama maji. Unajua hilo Mtu akiona kiu na aje kwangu anywe. Discussion na mwanamke Msamaria na yenyewe ilikuwa ni maji. Mwanamke kisimani ni maji. Lakini aliconvert akasema maji ya uzima. Basically akasema Roho. Anasemaje? Aniaminie mimi kama vile maandiko yalivyosema. Imani mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Maji yaliyo hai. Tayari imehama, sio Kilimanjaro, wala sio maji ya uhai, wala sio hili. Anasemaje? Neno hilo tayari Yohana ametafsiria hapo sasa. Neno hilo alilisema kwa habari ya nini? Roho ambaye wale wamwaminio watampokea baadaye, kwa maana Roho alikuwa hajaja kwa sababu Yesu alikuwa hajatukuzwa. Yesu ametukuzwa wapi? Katika ufufuo. Kwenye Luka 24 mstari 25 hadi 27 asemaje? Akawaambia, enyi msiofahamu. Luka 24:27 hadi 25 hadi 27. Enyi msiofahamu, wenye mioyo mizito ya kuamini yote waliosema manabii. Je, haikumpasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake? Baada ya mateso anaingia katika utukufu wake. Neno utukufu kitenzi chake ni kutukuzwa. Kwa nasemaje? Yesu alikuwa bado hajatukuzwa. Kwa Yesu alitukuzwa lini? Baada ya ufufuo. Kwa hiyo baada ya ufufuo mtu akiamini anapokea nini? Roho. Kwa Roho alitolewa katika ufufuo. Basically ufufuo wa Yesu Kristo ndio namna ambapo tunazaliwa kuwa watoto wa Mungu. Kwa naweza kusema hivi, mwamini yuko ndani ya Mungu na Mungu yuko ndani ya mwamini kwa sababu amempa Roho wake. Yes. Tunaweza kuishia hapo kwa leo. Kuna swali? Ile swali litatufungia. Mwamini amepokea nini? Mwamini anamiliki nini ndani ya Kristo? Yeah. Naona
Yaani kila nikienda kwenye haki, roho, yeah. nikienda kwenye evidence. Na natakiwa ujue hivyo. Kama umeelewa maana yako umeanza kuelewa. Sasa hebu summarize hapo tu kwanza. Naomba ni summarize hivi. Kwa kusema hivi, kinachoonyesha kwamba ahadi zote za Mungu ziko ndani yako ni kuwa na roho wake. Kwa mfano, ukimwambia Myahudi una roho wa Mungu ndani yako, anachanganyikiwa. Sababu Mungu ni mtakatifu sana. Si ndio? Na Myahudi kwa sababu amelelewa chini ya sheria, anawaza nini? Dhambi. Kwa hiyo namna nyingine ya kumwambia Myahudi na kwamba roho wa Mungu anaweza kukaa ndani yako na ikawa sawa, inabidi kwanza udili na nini? Sin conscious. Kwa inabidi ufundishe mambo gani? Amehesabiwa haki. Ni sawa? Kuhesabiwa haki maana yake kutokuwa na hatia mbele za Mungu. Inafanana na kusamehewa dhambi. Yeah. Kwa ukiclear kusamehewa dhambi na kuhesabiwa haki na kutakaswa, kwa sababu tunajitahidi kujitakasa, ukiclear hizi language, alafu ukasema una roho wa Mungu, inakaa kwenye ufahamu wake. Si ndio? Si ndio? Iko sawa? Similarly tu mwana wa Mungu. Sasa Mungu azai kama mwanadamu. Unajua hiyo? Kwa Mungu anazaa kwa nini? Kwa kukupa roho wake. Kwa hizi terminology zote ni habari za roho. Kwa simply ukisema mimi ni kiumbe kipya, basically unasema ninao uhai mpya ndani yangu. Ama huu uhai umepataje? Ulipopokea roho wa Mungu ndani yako. Mimi ni kiumbe kipya, a newly created spirit. Nini nyingine? Kwa vyovyote utakavyo, ndo maana hivi. Kuna sentence moja umenikumbusha, niliwahi kusema hivi, na nitatafuta video yake hiyo. Niliwahi kusema hivi, ushahidi ya kwamba vyote alivyo navyo Mungu katika roho unavyo ni kwa sababu una roho wake. Basically, msaada wowote ambao mwanadamu alihitaji kabla ya yote ni kuwa na roho wa Mungu ndani yake. Okay, kwa kama Mungu anataka akusaidia utembee kwenye mamlaka, ni akupe roho wake. Ndio maana anaitwa msaidizi. Kwa hiyo Mungu namna ya kukusaidia wewe katika mahali zote ni kuja kukaa ndani yako. Huo ni msaada mkubwa sana. Ina maana now I can use God in my full access. Ndio maana kwenye ahadi ya Mungu inaleta ujasiri, nasemaje? Mimi sitakuacha wala sitakupungukia. Hapa asemaje? Usiogope mwanadamu atakufanya nini. So what God gives first in redemption is to give himself in you. Basi, huo ni ushahidi ya kwamba umesamehewa dhambi zako. Ni ushahidi wa kwamba umehesabiwa haki. Ni ushahidi ya kwamba umetakaswa. Kwa sababu ukitaja tu kutakaswa ni kazi ya roho. Kuhesabiwa haki ni kazi ya roho. Kusamehewa dhambi ni kazi ya roho. Si ndio? Nimenunuliwa, nimehamishwa kutoka kwenye, ni kazi ya roho. Ni spirit at work in a believer. Kwa huwezi kuzungumza chochote as believer's identity katika wokovu bila kuhusisha roho. Kwa hiyo tunaweza kusema hivi, tukisema hivi vitu 17 sio 18 ni njia 18 za kusema Mungu yuko ndani yangu. Si ndio? Lakini what if I'm suffering sin conscious? Nimesamehewa dhambi, nimetakaswa, nimeoshwa. What if kama na identity crisis, mimi ni mwana wa Mungu, nimeungwa pamoja na Kristo. Si ndio? Kristo alivyo ndivyo nilivyo. Evidence ni nini? The spirit in you. Iko sawa? Ya kwa roho ndani ya muamini ni evidence ya kwamba kama kuna kitu chochote alichowahi kufikiri Mungu kukutendea, amefanya hivyo kwa kupa roho wake. Ndio maana kama unataka ujasiri ni kwa huyo roho. Si ndio? Ndio maana hata kama unataka kuomba ni kwa huyo roho. Kwa hiyo ndio master plan ya Mungu, the spirit. Ndio maana Mungu niliyokuwa alisemaje, new creation is God's solution to humanity. Kuwa na roho wa Mungu ndani yako ni namna Mungu anavyobadilisha mambo mengine yoyote duniani. Ndio maana tukasema hivi, hata kama Mungu angetaka kubadilisha wanasiasa, atahakikisha wanasikia Injili, wanaamini, wanapokea roho. Anaanza kubadilisha utendaji kutokea kwa roho kwa ndani. Iko sawa? Kwa indwelling is how God take over humanity and help them.
Ndio maana Ezekiel anasema hivi, huyo Roho atawaendesha katika sheria zake. Ezekiel 36 mstari wa 27. Atawaendesha katika sheria zake. So is the spirit. Is the spirit. Ukizungumza ukuaji wa kiroho, ni kazi ya Roho. Sababu huwezi kukua kiroho kama kwanza hujaanza kuishi kiroho. Sababu kiumbe ili kikue lazima kiishi. So you have to be alive in the spirit to grow spiritually. If you are dead in the spirit, you cannot grow spiritually because you are not alive in the spirit. Iko sawa? Yeah. Kwa huwezi kuacha roho. Na huwezi kuacha imani. Na huwezi kuacha utendaji wa Mungu. Na huwezi kuacha kuona big picture ya Mungu kutenda haya. Unajiona wewe ukitaka advantage na kile ambacho Mungu amefanya. Tunaweza kumshukuru Mungu. Father, in the name of Jesus, thank you for giving us again the opportunity to study your word. Asante kwa kutuonyesha kwamba tuna access na wewe. Tumeungwa pamoja na wewe. Access ni all the weather, all the time, wakati wote. Hakuna mahusiano yanayotengwa na chochote. Hakuna kinachotenga na upendo wako ulio katika Kristo Yesu. Tumeungwa na wewe milele. Umetupa roho milele. Katika mahusiano haya hakuna kinachosema hadi kifo kitakapotuunganisha. Kwa nini? Kwa sababu muungana pamoja na sisi milele kwa roho yake uliotupa. Unatusaidia wakati wote kutambua uhalisia huu na kuenenda katika uhalisia kwamba Mungu yuko pamoja nami. Mungu yuko ndani yangu. Tunaongozwa na hayo katika kutenda kwetu, katika kuwaza kwetu, na kuwa na matokeo kama waamini na Wakristo katika ulimwengu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Amen. Mmebarikiwa sana, muwe na wakati mzuri sana. Hadi tutakutana wiki ijayo. Hello. Naamini muda wako haujapotea bure. Kile ambacho umekipata, it's worth it. Mungu akubariki sana. Mwisho wa episode moja ni mwanzo wa episode nyingine. Tukutane wiki ijayo kwa episode nyingine mpya kabisa. Mungu akubariki. Karibu na uendelee kuwa sehemu ya familia hii. Amen.